Mafanikio mengine, eneo la 4 sasa, ni ongezeko kwa kweli la matumizi ya tehama na kuboreka sana kwa huduma zetu. Moja ya kipaumbele ambacho tumeweka sisi wana NSSF ni katika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma zetu hasa kwa kutumia tehama. Na hilo linafanyika kote. Tehama imekuwa ni nyenzo ambayo inasaidia sana katika kuboresha huduma. Ule mwaka 21 pale ambapo Mheshimiwa Rais Samia aliingia madarakani, matumizi ya tehama yalikuwa ni 48%. Lakini tunavyoongea sasa mpaka Februari, matumizi ya tehama yamefikia 87.5. Na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia 100%. Zile huduma zote ambazo tumeziamaki ziwe automated, tutumie tehama, basi tutatumia tehama. Na katika kuboresha huduma, ukiacha matumizi ya tehama ambayo yametusaidia moja kwa moja, lakini pia kuna swala zito hili la ulipaji wa mafao, shughuli yetu ya msingi. Kama unavyofahamu, NSSF na mifuko ya pensheni, jukumu lake la msingi kwa ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana kisheria, tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini. Lakini sisi wenyewe ndani, kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja, kupitia ile Client Safe Charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipwe. Kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22, na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu ni moja malengo yetu, na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Lakini pia katika swala la kuboresha huduma kwa wateja, tumehakikisha kwamba wale ambao hawawezi kutumia tehama, ofisi zetu zimesambaa nchi nzima. Tuna ofisi kila mkoa, tuna ofisi kila katika wilaya, lakini pia kuna vituo. Sasa katika mwaka huu uliopita tumeweza kupandisha ofisi. Kwa mfano pale Dar es Salaam tumeongeza ofisi zenye hadhi ya kimkoa kwa maana ya NSSF 2, Kigamboni na Ubungo. Yote hayo ni katika kuhakikisha kwamba kwa kweli tunakuwa karibu na wateja na tunawaondolea ule usumbufu wa kutufuata mbali. Haya, eneo jingine la mafanikio ni swala la Mkulazi, kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Wote hapa ni mashuhuda. Mwaka jana tarehe 7 Agosti Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua rasmi kiwanda kile. Kiwanda kile kinamilikiwa na NSSF kwa 96% na wenzetu wa magereza kwa 4%. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika kuanzisha kiwanda kile kwa sababu performance yake katika mwaka huu wa kwanza wa operation imekuwa nzuri. Katika mwaka huu wa kwanza tumeweza kuzalisha tani za sukari takriban 20,000, na ndio ilikuwa malengo yetu, just below ile 20,000 za sukari. Lengo actually kiwanda kile kikiwa kwenye full operation ni kuwa na tani za sukari 50,000, na hiyo tutaiweza kuifikia katika miaka 3. Lakini ukiacha hilo, pengine cha muhimu kabisa pia ni ajira ambazo zimeendana na kiwanda kile. Kiwanda kile tunatarajia kwamba kiko kwenye full swing, basi kutakuwa na ajira zaidi ya 11,315. 2,315 zikiwa za moja kwa moja, lakini zaidi ya ajira 9,000 zikiwa ni hizo indirect. Sasa yote hayo yanaleta mafanikio katika uchumi kwa sababu hali za wananchi zinaimarika, lakini pia mfuko unapata nafasi ya kuendelea kukua kupitia kiwanda hiki. Na kama ambavyo mlimsikia Mheshimiwa Rais wakati akifungua kiwanda kile, alituagiza pia tuangalie uwezekano wa kuanzisha viwanda kama vile sehemu nyingine kwa sababu ya impact yake katika creation and employment, lakini pia kupunguza gap la sukari nchini. Baki tani 50,000 kwa mwaka sio kidogo. Na kwa jinsi ambavyo kiwanda kimekuwa set up, tukikiboresha zaidi kinaweza kuzalisha mpaka tani 75 kwa mwaka. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na sisi agizo la Mheshimiwa Rais tunalifanyia kazi. Hopefully huko mbele mtasikia ongeza viwanda tu hivyo navyo. Sasa mafanikio mengine kwa kweli ni kuondokana na kero kwa wananchi wetu wa Kigamboni pale. Kama unavyojua lile daraja la Kigamboni pale la NSSF, tumeweza kuondoa kero kubwa kwa wananchi wa Kigamboni na Dar es Salaam kwa ujumla wanaotumia lile daraja. Kama unavyojua Mheshimiwa Rais alipopita pale mwaka juzi alitoa lile agizo la kushusha tozo, na sisi tuliitikia baada ya kuwa tumerun numbers na kuona bado tunapata kipato ambacho tunategemea na ambacho hakitaathiri yale matarajio yetu ya uwekezaji katika eneo lile. Sasa
ile imekuwa ni nafuu kubwa kwa wananchi wa Kigamboni, kwa sababu wanaweza kutumia daraja lile kwa tozo kidogo sana. Labda niwape mfano, kwa sababu pale kuna vifurushi ambavyo watu wanalipa kwa wiki, kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, na wanalipa viwango vidogo sana. Lakini hata yule ambaye hataki vifurushi, anayepita kwa siku, tozo ile imepungua sana. Kwa mfano bajaji, nikitoa mfano wa bajaji na bodaboda, mwanzo nilikuwa kila akipita pale analipa 1500, lakini sasa hivi bodaboda ni nafikiri 300 ukipita pale, bajaji 500. Kwa hiyo imeleta unafuu mkubwa, lakini advantage kubwa katika hiyo ni wale ambao wanaopti kutumia vifurushi kwa matumizi ya tehama. Hiyo imewapunguzia sana gharama. Na niwape assurance kwamba uwekezaji ule ni mzuri. Samahani, makusanyo ya mapato pale yanaendelea vizuri. Mwaka ule 21 pale tulikuwa tunakusanya kwa mwaka shilingi bilioni 1.13, lakini sasa tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 1.89 kwa mwezi. In fact, makusanyo yote pale tangu tuanze kufanya ile kazi ni zaidi ya bilioni 117. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Na tulivyoanza, serikali itakiwa kutoa fedha fulani ili kufidia pia gharama za daraja lile, imetoa na tunakwenda vizuri. Mafanikio mengine yako katika miradi yetu ambayo ilikuwa imesimama kwa muda mrefu. Tuna miradi, mnajua, kwa mfano hoteli ya Mzizima, miradi ya Kigamboni, Mwanza ilisimama kwa muda mrefu sana kwa sababu kulifanyika audit ili kuhakikisha kwamba zile kasoro ndogo ambazo zilitokeza za kiutendaji zinarekebishwa. Sasa miradi ile imeanza kutekelezwa upya tangu 22 na tunakwenda vizuri. Actually miradi yote ile tunategemea kuikamilisha katika mwaka huu wa 25 na 26. Na hilo ni fanikio kubwa kwa sababu tulikuwa na uwekezaji ambao hauingizi faida kwa mfuko. Lakini jingine ambalo ningependa kuwaeleza ndugu zangu kama sehemu ya mafanikio tena makubwa